Hii ndio sababu kuu zinazofanya wasanii wengi wa sasa, hasa Bongo Flava, Afrobeat, Singeli ya Nenkai, wasiimbe kaswida au nyimbo kama hizo za kumudu Mungu kwa mtindo wa kitamaduni wapo. 1. Mabadiliko ya soko na umaarufu, trends and monetization. Kaswida na nyimbo za tarab za kidini hazina views, streams nyingi kama nyimbo za mapenzi, maisha ya kifahari au diss tracks. TikTok, YouTube, Instagram na Spotify zinapendelea nyimbo zinazocheza haraka, zenye dance challenge au viral sound. Kaswida mara nyingi huwa ndefu, za kishairi na hazina hook ya sekunde 15 inayovutia vijana. 2. Mabadiliko ya kizazi na kitamaduni. Vijana wengi, hasa wanaozaliwa 1995 to 2010 plus, wanakulia na influence ya muziki wa Magharibi, Nigeria, Congo na Bongo Flava. Kaswida inahusishwa na wazii, tarabu ya jadi au hafla za kidini ya ndoa. Hivyo wasanii wanataka kuonekana modern, trendy na relevant kwa kizazi chao, si kuimbia wazazi au wajomba. 3. Shinikizo la maisha na maadili binafsi. Wengi wa wasanii hawaona maisha yanayopingana na ujumbe wa kaswida, kavi maisha ya klabu, mahusiano nje ya ndoa au maonyesho ya mwili. Kuimba kaswida kwa dhati inahitaji usafi wa moyo na nia, si kitu cha kucopy paste. Wengine wanaogopa kuonekana wanafiki ikiwa wataimba kitu ambacho maisha yao hayalingani nacho. 4. Tasnia inayopendelea muziki wa kidunia. Recording labels, promoters na media, radio za kawaida, TV, events zinashinikiza nyimbo zinazovuma haraka na kuleta pesa. Kaswida ina airplay kidogo sana nje ya vituo vya kidini au hafla maalum. Hata gospel yenyewe, muziki wa Kikristo, inakabiliwa na changamoto kama hizo. Tanzania ina watazamaji wake, lakini si kama Bongo Flava. 5. Ushawishi wa kidini na jamii. Katika maeneo kama Zanzibar, Pemba, kaswida na tarab bado zina nafasi kubwa, hasa katika harusi na maulid. Lakini hata huko, vijana wengi wanaingia Bongo Flava. Wengine wanaamini kuwa muziki wa ala au wa secular unaweza kuwa haramu au mbali na dini, hivyo wanaepuka kabisa muziki wa kidunia na wa kidini pia. Lakini si kwamba hakuna kabisa. Kuna wasanii wachache wanaofanya crossover, kavi baadhi wanaweka mistari ya dua au shukrani kwa Mungu kwenye nyimbo zao. Kaswida bado inaimbwa na waimbaji wa tarab kama Black Bemba, Siti Binti Saad, Legacy au wengine wa kizazi kipya kama Farwita Ahmed na wengine wanaochanganya tarab na modern sounds kwenye TikTok. Katika maulid, harusi za Kiislamu na misikiti, kaswida bado inasikika sana, lakini si kwenye mainstream media au charts. Kwa muhtasari, ni mchanganyiko wa